Usibishike. Tumia mti kubibeba. Ukujana Mungu na ubebe. Mama Adija, nisenye kabisa nguo za mke wangu. Serikali ikija kufanya uchunguzi hapo naonekana ni wewe. Nitampata wapi sasa mke wa namna hii kama aliyemvumilivu kiasi hiki? Bora tupeleke taarifa kwa uongozi. Mama Adija, tunafanyaje sasa? Hapa cha kufanya, nenda ukatoa taarifa kwa mwenyekiti wa kijiji pamoja na wajumbe wake. Mimi nienda nikatoa taarifa kwa vijana wa kijiji hiki ili waje watusaidie kwa hili. Tutakutania wapi? Pa kukutania ni hapa hapa. Basi nimekuja Mama Adija, tuanze tukaondoka. Sawa. Jesus. Piga uno kama energy. Maisha ni mkakati mrefu maisha. Kali. Ngoja nije ukisumbua leo. Isopu. Come closer baby. Come closer baby. Come closer na nili njoo. Bingereza hivi. Haja hapa nimsumbue ulaleke. Wewe, mbona hujaenda shule? Unazunguka unalala tu mtaani, unalala. Ni kweli nipo nyumbani, lakini kwa nimeenda shuleni, tukawa najisikia kichwa kinagonga. Hivyo kanibidi mwalimu nimuombe ruhusa. Na sasa hivi ninaponiona nimetoka kununua dawa. Una hakika umeenda shule wewe? Usio kwa muongo, una hakika? Ndio. Leo nimesikia kuna tukio limetokea, lakini kwa nini wewe hujaenda? Tukio? Tukio la nini? Mama Zaumba kapotea. Mama Zaumba kapotea, anapoteaje sasa? Mbona swala geni hilo kabisa hilo? Na mwenyekiti amechukua vijana wote ameenda nao. Yaani kijiji kipo kidogo hichi. Mtu anapoteaje? Anyway, ndio maana nimepita pale ofisini kwetu pale, nimewakuta wakina bosi hawapo. Na wafanyakazi wote wengine hawapo. Umewakuta? Eti nimewakuta. Wewe leo hivyo hawapo bwana. Sasa anyway, sawa, amepotea ndio. Wewe mimi natafuta hela kwanza, hata kama akipotea hizo nitazitafuta baadaye za chini. Alafu na hisi bosi atakuwa huko nyumbani. Mtoto akishua yule hawezi kwenda polini. Sasa cha msingi unisaidie kubeba huu mzigo. Tuupeleke kwa bosi. Sawa? Maana yake nimechoka. Nimechoka. Unajua kusweti sasa hivi mabosi kama sisi. Hapo mimi mwenyewe nakaa karibu na bosi. Unaona nilivyokuwa nimesweti. Umeona? Mimi mwenyewe bosi.
Wanangu, mwenzangu, tulielewana tutakutania hapa hapa, itabidi tunisubiri. Sawa mama. Jamani, wamefika hawa hapo. Kwanza poleni sana. Pia nimefurahi naona vijana mmejiandaa. Ndio mwenyekiti. Na morali mwanao ni nzuri. Mimi nafikiri mama mzee, naam, tutampata mhusika wewe kwa nguvu hii ya wanakijiji na askari wangu. Unasemaje? Kwanza kabisa nitakuwa watambue kwamba wako na viongozi. Kwa hiyo hampaswi kuwa na uoga wa aina yoyote. Tumelewana jamani? Ndio. Sasa hapa tuna muda wa kuchelewa. Mzee wangu pamoja na mama, naomba mtuongoze. Kwa sababu nyinyi si ndio wenyeje? Ongea na askari wako. Sasa kamanda, tuko na askari wa kijiji hapa. Nafikiri wote mnamfahamu. Ndio mwenyekiti. Huyu kamanda wangu. Yeye huyu ataambatana na kiongozi. Maana huku ni polini Kiongozi atakiwi. Ndio ana peke yake. Ndio. Ndio. Shaanza uoga mwenyekiti. Sasa uoga baba unakufa. Na umekuja? Yaani umekuja una magwanda, una nini? Sasa nini hiki? Kuhusu mimi hata usijali kabisa. Askari zinatakiwa muda wote wawatishe. Ikifanya tunaondoka. Si ndio? Sasa jamani, tusipoteze muda. Ndio. Tunakwenda kutafuta. Tukifika kule ndio tutapeana majukumu, nani aende huko na narudi. Si ndio? Ndio. Kwa hiyo hapo nataka unisaidie kubeba huu mzigo. Usiponisaidia, taarifa zangu unazijua za umbea. Nitakutangaza kijiji kizima hichi kwamba wewe hujaenda shule unavutaga bangi. Kwenye bangi hapo nitakuonea. Kamali. Naenda kumwambia na yule mwalimu wako mchome yule. Kwa hiyo usiponisaidia baba, zinafika. Simekwambia naumwa. Wewe, yaani kuumwa kwako niletee mimi. Nyosha mkono, nyosha mkono. Nyosha. Muona vimsuli hivi hapa. Muona hizi hapa. Hizi. Unaumwaje? Misuli imekaza hivyo. Oya. Utaki kuchapwa fimbo shuleni unataka? Acha tu nikusaidie, shika. Saidia mzigo huo, Piga uno kama energy. Tunaokaa na mabosi. Lazima tuwe tunasaidiwa. Okay. Hizo. Wewe. Acha shobo, utauponza. Ili eneo husika nafikiri ndio hili. Na hiki ambacho nataka wewe ukifanye kitakugharimu. Kwa sababu serikali ikija ikipima hapa alama yako ya vidole, yani fingerprint, itaonekana. Baba, inakuwa kesi yako. Unaenda jela, dogo unauponza. Oho. Sasa jamani, eneo lenyewe la tukio ni hili. Kwa uhakika kabisa 100%. Hebu hizo nguo, yaani mjumbe, hebu zichukue hapo. Naomba msaidie kijiji. Sasa mjumbe, mpe kijana yote hapo ashike. Kuwa makini.
Sasa angalia usiguse hapo. Sawa. Jamani, tunaingia sasa kumsaka mtu aliyepotea na tuhakikishe tumpate kwa nguvu hii moja. Sawa jamani? Ndio. Mjombe. Mwenyekiti, mimi nakubaliana na wazo lako. Ndio. Kwanza kabisa mimi kabla ya kuwa mjumbe wako nilikuwa kamanda mpelelezi. Sema nilifukuzwa kazi kwa sababu sina uvungu. Sasa hapa cha kufanya hapa, ili tukio linaonekana kwamba huyu mtu katekwa na mtekaji hayuko mbali na eneo hili, sio nielewa? Sasa cha kufanya mimi na wewe kidole na macho bwana, na wana kijiji kwa pamoja twendeni polini tukamtafute huyu mtu. Sisi tunaelewana kabisa. Mimi nafikiri askari, bila shaka wewe una uzoefu na haya mambo. Sasa tunataka mwongozo wako mzuri. Bila shaka. Wana kijiji. Ndio. Hili ndio eneo husika. Lakini kumbuka hapa tupo polini. Na sio eneo salama. Sasa kwenye kuifanya hii kazi ya kumtafuta huyu mwenzetu, tutagawana majukumu ya makundi haya matatu. Kwenye hilo kundi mnapoondoka, hakikisha usimwache mwenzio. Sawa? Ndio. Na hayo makundi, kundi la kwanza litapita hapa, kundi la pili litapita hapa na kundi la tatu litapita hapa. Sasa kwenye hilo kundi la tatu mimi ndo naondoka nao. Wewe. Shanzi nini? Wewe kazi yako ni kuuliza sisi viongozi. Sisi serikali, si ndio? Wewe unakaa nyuma yetu. Tunaongozana, sisi ndio tunaenda hapa. Wewe unalinda serikali, mimi ni serikali pamoja na mjumbe, unaniachaje? Mwenyekiti, ushaanza uoga huo. Sio uoga na tunakufa. Jamani, let's go. Nini bana na wewe? Sasa ulikuwa wapi huko? Samahani kwa naenda kukusaidia mara moja. Ndio tushtuane hivi. Nani? Na. Njoo hapa. Njoo. Samahani. Unashtuaje viongozi? Mpige. Hebu achana naye bana na wewe. Nashtuaje? Uwe na jamaa na roho mbaya. Yaani ameniambia nimsaidie kubeba huu mzigo wake alafu hata simuoni. Yuko wapi sasa hivi? Wewe Yusuf, yaani mimi kuingia tu chochoro kidogo ndio umekuja umekaa hapa, mimi nikajua umeshavikata kwa bosi tayari. Shida za nini sasa? Mimi bwana kichwa kinaniuma. Umechoka nini Yusuf? Wewe umechoka, unachokaje mwanaume? Unatakiwa ukaze. Alafu licha hivyo kitu kingine ambacho kijui, unatakiwa unishukuru sana mimi.
Yaani nishukuru sana kwa sababu hapa utaona kama nakutesa, lakini kisaikolojia, kibiolojia na kufanyisha mazoezi yaani ya kimwili. Kama ulikuwa unaumwa pale sasa hivi unaona unajisikia vizuri. Sasa hivi hujisikii vizuri? Unajisikia vizuri. Jibu ni ndio. Kwa hiyo sasa unatakiwa unishukuru mimi kwa sababu huko nyuma nilipita kwenye udaktari. Kipindi nilipokuwa mzee, nilipokuwa mtoto. Lakini walinifukuza kwa ajili ya utoro. Sawa, ni shuleni. Uongo. Sasa cha msingi hapa kweli kiangalia jua linawaka kweli kweli. Sasa cha msingi hapa tupumzike kama dakika moja hivi inatosha. Dakika moja inatosha. Alafu hivi yule rafiki yako ambaye unatembeaga naye wa kike yule, anaitwa nani hivi? Anaitwa Adija. Huyo Adija. Adija ukikutana naye umwambie. Yaani ili jambo ninalokuambia umfikishie. Kwa nini amtese rafiki yangu? Haya. Jana kaja kazini. Amekuja kazini, ana mawazo, ana stress. Umeona? Stress zinamfanya mpaka afanye kazi. Haya, ukija kwenye masuala yetu ya mshahara, kapuka katwa. Tumelipwa sisi 10,000 na ngapi sijui nimeshasahau, lakini nimetumia tumelipwa, yeye kalipwa hela ndogo kushinda hata sisi. Sasa ukikutana naye huyo rafiki yako, mwambie kwamba anamfanyia rafiki yetu sio fair, anamtesa kisaikolojia, anamtesa kibiolojia. Hii ngoma nani? Hii baba. Kitu naonekana umechoka. Niko mbwi Sana. Na mimi nakuona. baba. Mwoga. Angalia mtu anausoma. Acha uoga bana. Wewe, kuwa na adabu, mimi kiongozi wako bwana. Tabshika. Sasa mzee, mama, mimi nafikiri ile jambo sasa tulifanyeni siku nyingine, kama jitihada tumezionyesha za kutosha. Sawa Watu wamepambana, tumepambana sana, tumechoka. Mimi nafikiri sasa tunaenda kwa baba Zayumba. Lakini mjumbe, mwenyekiti. Mimi na wazo kwa sababu wazo lako ni zuri na kwenda nyumbani. Lakini kumbuka tulikuwa wengi. Na wengine hawajafika. Sasa ni vyema kwamba tuwasubiri ili tuweze kupeana taarifa kwa pamoja. Si ndio jamani? Ndio. Sawa. Kutane umwambie. Muda umeshaenda sasa hivi. Najua ushapumzika pa kutosha, ushapumzika. Nyanyuka tuondoke. Twende kaza msafiri. Achukue kazi. Let's go.
Tulieni kwanza. Amani? Hakuna amani. Hakuna amani. Na maana mlipotoka kuna hatari. Hajampata. Kwa maana aliyefanikiwa katika sisi wote. Haipata mmoja. Hata Nyayo. Hatujagundua chochote. Sasa jamani, mjumbe. Jamani, mimi naona turudini kwanza nyumbani. Tukajipange. Turudi tukiwa na nguvu mpya na kasi mpya. Oya, tuondoke. Imani, utulivu. Wanakijiji oye! Oye! Wanakijiji oye! Oye! Asante. Kwanza kabisa naomba niwape pole. Najua umechoka sana. Jukumu tulokuwa nalo ni kubwa sana la kumtafuta huyu mama. Na ninachoomba jamani, wana kijiji, tuwe makini tunapoenda kule majumbani kwetu. Hii tukio sio tukio la kawaida. Leo limetokea kwa mzee mwenzangu hapa, lakini kesho inaweza ikawa kwa mwenyekiti. Wewe unaona mjinga wewe, una akili gani? Yaani umezungumza vizuri. Leo mwende kwa upumbavu. Unakitaka cheo changu au? Na aliyekwambia wewe kiongozi wa serikali anapata matatizo nani? Najua tumechoka. Hivyo tufanye kikao kwa ufupi. Kisha tukafanyaje? Tukapumzika majumbani kwetu. Pia mzee, yule kijana mjumbe, nakuleta hapo mara moja. Mpe vizuri asiguse hapa. Tutapeleka sehemu husika. Jamani, hivi vitu tutaenda kufanyia uchunguzi sehemu husika na watu husika ambao watagundua mhusika ni nani, tutaangalia fingerprint na yoyote atakayehusika katika hili. Atakayebainika hata kama yupo katikati yetu hapa. Hata kama ni mimi, itabidi sheria ichukue mkondo wake. Itabidi niwajibishe kama ilivyo sheria ya serikali. Tuna kwa ukubwa zaidi, maana hili tukio halijawahi kutokea hapa. Hivyo itabidi tufanye liwe la mpango na kusawazisha kabisa takataka zote. Hivyo mimi sina mengi ya kusema. Mzee, sisi tunakuomba uturuhusu tuondoke. Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kazi uliyofanya pamoja na wajumbe wako, na pia natoa shukrani kwa wanavijiji wote ambao tumeshirikiana kwa hili tukio, ingawaje hatukufanikisha, lakini nawapongeza kwa kazi yote walifanya. Tuko pamoja sana mzee. Na shemeji yangu hapa naye pia nampongeza kwa sababu tumeshirikiana mwanzo mpaka mwisho. Wanakijiji, sitakuwa na mengi ya kuzungumza, mnaweza mkaondoka mkaenda na shughuli zenu. Bila shaka mzee.